Mtazamaji, aliye mbele yetu sasa ni captain ama nahodha wa kikosi cha Azam FC kwenye mchezo kabla hajaingia nahodha mwenyewe na kumkabidhi kitambaa. Discipline hali ya juu sana. Mwaikenda, timu ya kwanza kutoka Tanzania bara inabaki kwenye mashindano. Coast imeondoka, Singida imeondoka. Mchezo wa leo kwenu ulikuwa namna gani kabla ya mchezo na baada ya mchezo? Kama nini unavyofahamu, timu za bara na huku visiwani zinapokutana katika design ya mashindano kama haya, uaga mechi zinakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo sisi kama team Azam FC tulitegemea ushindani tulioupata. Kwa hiyo tuliingia kipindi cha kwanza na tukaweza kutoka bila kupata goli, kwa hiyo tukatoka sare katika kipindi cha kwanza, lakini tulivorudi kwenye chumba cha kubadilishia nguo mwalimu alijaribu kuongeza baadhi ya vitu, lakini kama unavyojua michezo migumu kama hii uaga mara nyingi ni ninaamuliwa na set pieces, na Mwenyezi Mungu akatujalia tumejipanga vizuri kwenye set pieces na tukaweza kupata bao. Kwa hiyo mchezo kama huu ukipata bao nini unatunza energy, nini unatembeza mpira ili brand kuweza kubuy time, na ndicho tulichokifanya ili mradi kuweza kujipanga na mchezo unaokuja, na tunaheshimu mashindano, ni mashindano makubwa sana. Azam FC tumeweka nguvu kubwa sana pia. Na Lusajo Lukaga Mwaikenda, bao lako ndio limeipeleka klabu ya Azam katika hatua ya nusu finali. Michezo miwili, ametoka Singida Black Stars amerejea nyumbani, ametoka Coastal Union amerejea nyumbani. Mmeendelea kuweka heshima ya bara kuingiza Azam katika hatua ya nusu finali. Pengine nini message yako kwa washabiki wote ambao wanafuatilia michuano hii ya Muungano? Nini message yako kwa mashabiki wa Azam Football Club? Kwanza ni mashindano magumu, na ndio maana nini unakuta timu ya huku visiwani inaweza kuiondosha timu inayocheza bara, kwani mpira ni dakika 90 na unachezwa na wanaume pia. Kwa hiyo mtu anaweka effort ndio nini anaweza kuondoka na matokeo, lakini sisi kama Azam FC tupo kwa ajili ya kuonyesha burudani nzuri yenye kuleta matokeo kwa Azam FC pia. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kulitwaa ile taji. Msimu uliopita tulireach final, kwa hiyo msimu huu tunatamani tulichukue ile hapa taji, lakini tunaalika mashabiki wote wa Pemba ili mradi kuweza kuona mashindano haya, kwani ni mashindano mazuri, timu nyingi nzuri zinatembeza mpira vizuri, na hususan tumezikuta timu za visiwani zipo vizuri sana. Kwa hiyo niwakaribishe waje kuona burudani hii, lakini kwa nafasi ya upendeleo niweze kuwakaribisha mashabiki wa Azam FC, kwani wamekuwa hawaioni timu yao mara nyingi ikija huku. Kwa hiyo huu ndio wasaa husika wa kuiona timu yao ikicheza Pemba. Kwa hiyo waweze kukaribia, sisi tutatoa effort kubwa sana kwa ajili ya hapa mashindano. Goli unaelekeza kwa nani mzee? Ili hapa goli nitalielekeza kwa wanangu wawili, Lali na Lalson. Au si? Yeah. All the best mzee. Okay, ndio kusema kitu kimoja. Wakati anaingia kapteni ulitoa ambadilo ukamkabidhi Banyana alivyokuwa anaingia. Hii kapteni amerudi, hii ina maana gani kwa kikosi cha Azam FC? Ni heshima kubwa sana kwake, kwani ni mtu ambaye amekuwa akituongoza vyema sana toka kipindi nini anacheza kabla hajapata majeruhi. Alikuwa nini anatuongoza katika njia nzuri, na ndio maana nini unakuta hata sisi hapo mwenyewe tunamrespect kwa kiasi hicho. Kwa hiyo amerudi, tumefly, kuna nguvu fulani nini inaongezeka ya kama kiongozi ndani ya uwanja akiwepo. Kwa hiyo sisi kama team tupo kwa ajili ya kumsupport yeye na yeye kutongoza vizuri. Kwa hiyo ni heshima kwake kumrudishia kitambaa kile na aweze kutongoza vizuri tuweze kuyashinda hapa mashindano. Kutakia mafanikio.